hali ya juu. Kama tukiamua sisi kama mashabiki wa Tanzania, kama tukiamua sisi kama wa Tanzania kuhakikisha tunapelekea nguvu kwenye timu yetu ya taifa, brother, tunafika mbali kwenye mashindano ya AFCON. Brother, tunafika mbali sana. Tukiamua tutafika mbali sana kwenye mashindano ya ngazi ya kitaifa. Tukiamua tutafika mbali sana. Hapo tulikuwa tukiugusia mchezo wa national team ya taifa ya Tanzania katika mchezo unaofuatia. Naam, Dosa, unautazama msimamo wa ligi kuu ya NBC Premier League. Mpaka hivi sasa Simba Sports Club nikiri kwamba mtani wetu ameimarika kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo hatuwezi tukaeka mipango yetu ya kuchukua ubingwa bila kumtazama mtu anayetukimbiza. Kwa sababu Waswahili wanasema usijisifu una mbio, msifu na anayefanyaje? Anayekukimbiza. Kwa hiyo mimi naamini mbio za ubingwa bado zipo wazi sana. Mbio za ubingwa ni ngumu sana bado. Ila naamini kawaida kwenye ligi mtu anayepewa nafasi ya kuwa bingwa ni bingwa mtetezi. Kawaida kwenye ligi yoyote mtu anayepewa nafasi ya kuwa bingwa ni yule timu iliyokuwa na kikosi kizuri. Licha ya kuwa Yanga na kikosi kizuri, licha ya kuwa Yanga na kikosi kipana, lakini sisi kama wana Yanga hatutomdharau hata kidogo Simba Sports Club. Na yeye amejimarika kwa namna moja ama nyingine, na tunaona naamini kwamba changamoto hii, tatizo hili, hasara hizi zimesababishwa na bodi ya ligi. Kwa hiyo lazima tuwaheshimu sana bodi ya ligi, huku ikiwa tunasubiri kamati ya masaa 72 kama tulivyoandikia barua. Watakapokuwa wametujibu tutaona majibu wametupa ya namna gani, lakini kama itakuwa majibu hayajaturidhisha tutaona tuelekee wapi zaidi, nikimaanisha mbele. Kwa hiyo hivi sasa tuwe wastaarabu, tuwe wapole, tusubiri hatua zitakazokuja mbele ambazo zitatolewa na viongozi wetu. Baadhi ya maneno na kelele zinazosikika mitaani zikizungumzwa na mashabiki wa soka hapa nchini wakidai kuwa Simba Sports Club waliweka taarifa katika ukurasa ya kijamii wakidai kuwa hawatapeleka timu. TFF wamekuja kukuthibitisha baadaye wakisema kuwa mchezo umeahirishwa. Watu wamesema kuwa labda kwenye bodi kuna usimba. Haiwezekani Simba ni kama wameshatoa tamko kwamba hawatofika uwanjani. TFF na yeye kaja ikathibitisha kuwa mchezo hakuna. Nyinyi kama mashabiki wa Young Africans mnalizungumziaje? Sisi tunasubiri taratibu kutoka kwa viongozi, lakini vile pia tunasubiri taarifa kutoka bodi ya ligi. Taarifa yote itakayotoka sitakubaliana nayo. Sisi ni mashabiki na sisi tunaongozwa. Kwa hiyo lazima muheshimu mtu anaokuongoza. Itakapokuwa jambo limetoka liko hadharani na sisi tutaelekea mwelekeo. Lakini hakuna kitu tunachokitamani kama kucheza na Simba Sports Club. Kuna kitu mnachokitamani kama kucheza na Simba Sports Club. Hii kutokana na matokeo ya mechi 4 mfululizo zilizopita hakupata matokeo dhidi yenu. Kuna namna mmejiamini zaidi kuamini kuwa Simba hana uwezo wa kuwafunga nyinyi? Hakuna kitu ambacho nakitamani mimi kama kucheza na Simba Sports Club. Kama kucheza na Simba. Kwa nini? Moja ni kuwa ni mpinzani wetu. Lakini ni kawaida ubingwa wa Tanzania haunogi kama tutomfunga Simba Sports Club. Ameshamfunga. Na ndio maana nikasema mimi namtamani sana Simba. Ndio maana nikasema mimi natamani mchezo upangwe leo ama kesho. Mimi namtamani Simba, mimi natamani mchezo upangwe leo ama kesho. Na mimi nikwambie, licha ya maneno yanozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii, sisi hatuna sababu ya kumwogopa Simba. Sisi hatuna sababu ya kumkimbia Simba. Tunaamini Simba ni timu ambayo, moja ya timu ambayo tumeifunga mara nyingi zaidi duniani ni Simba Sports Club. Kwa hiyo wakati wowote kama ikitokea bodi ya ligi inasema sisi tukacheze nao na viongozi wakiridhia sisi kwenda kucheza nao, brother, sisi tunakwenda kucheza na Simba kwa namna yoyote ile. Siwazuie sasa kuingia kufanya mazoezi ya mwisho. Kumbe tuliwazuia sisi? Mabouncer. Wale mabouncer ni kweli wamezuia. Lakini hakuna chombo chochote cha habari. Hakuna taasisi yoyote wala hakuna mtu yoyote alodhibitisha wale mabouncer walikuwa ni wa klabu ya Yanga. Ndugu zangu wa Bipo TV, Chapesa na M15. Nukueni ya maneno vizuri. Ni kweli mabouncer wale wazuia. Lakini hakuna taasisi yoyote,
hakuna mtu yoyote wala hakuna timu yoyote iliyodhibitisha kwamba wale mabouncer walikuwa ni wa klabu ya Yanga. Hata wale TFF wenyewe wameshindwa kudhibitisha hilo. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusema tuheshimu mamlaka. Mamlaka ya Yanga iheshimiwe na mamlaka ya TFF afanyaje? Yaheshimiwe. Na hata watani zetu pia wana sababu ya kufanyaje ya kuheshimiwa. Tusubiri tamko rasmi. Mimi na watamani sana Simba. Mbona mnathibitisha kuwa mimi nina hamu kubwa sana na kukutana na Simba. Unajua Simba kwanza ina wachumba wazuri. Ndio maana nikasema nina hamu nao sana. Kwani mwezi wa Ramadhani vibaya kuna nini? Kwani mwezi wa Ramadhani vibaya kumsema mtu mzuri? Sio wanyonge, ila nataka kusema kwamba kila kitu kina taratibu zake. Kama ikitokea tunapangwa na Simba tucheze, tutacheza nao. Lakini kama viongozi wakiridhia tucheze na Simba, tutacheza nao. Ndio maana nikasema tuheshimu sana mamlaka. Tuheshimu sana taasisi. Sisi ni mashabiki tu. Sisi tunaongozwa kwa mujibu wa katiba na taratibu. Ikitokea tumeambiwa tucheze na Simba, tutacheza nao Simba. Ina maana kama mmekubali hicho, ina maana Simba ana haki zaidi kuliko Steve Mguto mzee wetu. Alithibitisha kwamba ule mchezo utachezwa. Kweli sio kweli? Si ndio? Lakini saa 7 mchana kikao kilichokaliwa, bodi ya ligi ilikuja na taarifa nyingine kwamba mechi haichezwi. Sisi lawama letu liko hapa. Lakini kama ingelikuwa lawama lipo kwa Simba, sisi tungewashtaki Simba. Lakini sisi tumepeleka barua kwa bodi ya ligi. Sisi tunaamini moja ya hasara kubwa iliyotokea kwenye ule mchezo, moja ya athari kubwa iliyotokea kwenye ule mchezo imesababishwa na kamati ya masaa 72 ya Simba, imesababishwa TFF pamoja na jopo lake. Ndio maana nikasema tuwe wastaarabu, tuwe wataratibu, tunapokwenda ni pazuri kuliko tulipotoka. Maana hii inadhihirisha kwamba nyinyi ni wagomvi na siku zote nyinyi ndio mnatengeneza makosa afu mnashindwa kuutetea makosa yenu. Hatujatengeneza makosa, tumesema mechi ile ikuchezwa kwa sababu TFF pamoja na bodi ya ligi waliahirisha. Au nyinyi hamkusikia? Kama iliahirishwa mbona mlipeleka timu uwanjani? Nimesema kamati ya masaa 72 wakishirikiana na TFF na bodi ya ligi mechi waliahirisha. Kweli sio kweli? Kweli. Si ndio? Ndio. Basi tuheshimu hilo. Sasa kama mnajua mechi iliahirishwa, mbona mlifika uwanjani, mlipeleka timu uwanjani? Sio uwanjani tu, hadi Bunju tulifika. Wanauliza sasa hivi mnaogopa mbuzi? Nimesema hivi, sio uwanjani tu, hadi Bunju tulifika. Kama sisi tunaweza kumuogopa mbuzi, huu tunaocheza naye ni Simba brother. Na mtu ambaye tunamfunga mara nyingi zaidi sio mbuzi, ni Simba. Hakuna mnyama anayetisha Tanzania kama Simba. Walikuwa wachezaji lakini mnathibitisha kuwa walikuwa wazee kwenye gari. Wewe ndio umesema. Hakuna mtu mwenye udhibitisho hilo. Ila mimi nilichokiona kwamba sitofahamu imetokea na tumeiheshimu na mwisho wa siku maisha yanaendelea. Sija kuelewa swali lako. Nakwambia ile kamati ya Yanga Africa ikiongozwa chini ya Rais Engineer Hersi Saidi ikitaka pointi 3 kwa bodi ya ligi. Ina maana mmeipotezea, maana masaa 72 tayari yashapita. Sisi tuliandikia barua TFF pamoja na bodi ya ligi kwenye ile kamati ya masaa 72. Tukaomba tupewe pointi 3. Kwa hiyo tunachosubiri sisi ni taarifa kutoka bodi ya ligi. Tunachosubiri sisi ni taarifa kutoka shirikisho la soka Tanzania TFF. Watakapokuwa wametupa majibu, tutayapima majibu yao yapo kwenye level gani. Kama ni mazuri tutakubaliana nayo, lakini kama hayaturidhisha basi tutaangalia tuende mbele zaidi kuhakikisha. Hauwezi kupewa pointi 3 ikiwa hakukuwa na waongoza mechi, yani tunazungumzia marefari, makamisa, unapewaje pointi 3? Tusubiri wakati ufike. Tusubiri wakati ufike. Tusubiri wakati ufike. Lakini Dosa, muda ushapita. Leo siku ya pili inaelekea 5 vipi? Kamati ya masaa 72 ni siku 3. Na leo ndio siku ya 3. Kwa hiyo leo ndio siku ya 3. Barua imepelekwa juzi. Kwa hiyo ndani ya hii siku nzima mimi nafikiri bodi ya ligi itatupa na majibu mazuri. Tutarajie pointi 3. Tusubiri taarifa kutoka bodi ya ligi. Tusubiri taarifa kutoka bodi ya ligi. Watu wamekuwa wakijaji na wakidiscuss kuhusiana na kile ambacho kilitokea Cairo, Misri. Wakidai kuwa kule kuna mtu amelimwa pointi 3. Kwa nini huku isiwe hivyo? Sasa unazungumza nini watu wako wakitupa lawama nyingi kuelekeza katika bodi ya ligi? Wale wana kanuni zao na sisi tuna kanuni zetu. Wale wana kanuni zao na sisi tuna kanuni zetu. Kwa hiyo kila mtu aheshimu kanuni za bodi ya ligi yake. Ni sheria ndio zile.
Sheria ni 17 dunia nzima. Na masuala kama yale yameendeshwa kikanuni. Kwa hiyo tusubiri tuone kanuni zitasemaje za bodi ya ligi, mwisho siku tutakwenda mbele. Huyo ni Dosa Mwigulu, jina jipya, amejisafisha mithili niseme kibudeni sio ndo nimekukosea. Amejisafisha kama unavyoweza kuona, na hapa ni maeneo tulikuwa tumekuja kwa ajili ya kuweza kuzungumza naye, na chini ya Captain Kizinga ameweza kuzungumza. Umejisafisha ndugu yangu. Hongera sana. Inawezekana ikawa wewe hujui. Ila mimi nimesema hakuna mtu yoyote ambaye atambui kwa mimi ni shabiki na mwanachama wa klabu ya Yanga. Licha hizo kelele zote zinazoendelea, ila mimi nitabaki kuwa ni shabiki na mwanachama wa klabu ya Yanga. Sasa unawaambia nini mashabiki na wanachama kwa ujumla? Wanapaswa kuamini kwamba Yanga. Lakini kama itakuwa mtu haamini, mwache asiamini. Sawa sawa. Ila ikitokea jambo liko sawa tutasema. Ikitokea jambo liko zuri tutasema na tutapongeza zaidi. Na ndio binadamu anahitajika awe. Lakini hata wengine wote tunaheshimu kazi yao kubwa wanaoifanya. Kuzungumza mpira, kusema na Mungu anacheza vizuri sio dhambi. Sawa? Kusema Ihefu anacheza vizuri sio dhambi. Mimi ni shabiki wa Yanga, mimi ni shabiki mwanachama wa Yanga long time ago. Inawezekana kuna wengine hawanitambui ndio maana wanatukana kwenye mitandao ya kijamii. Okay, inaonekana kuna wengine hawamtambui ndio maana wanatukana katika mitandao ya kijamii. Bana, langu jina ni Jiva Mwigulu. Habari za muda huu? Aisee, safi kwema? Tunashukuru Mungu, alhamdulillah. Vipi swaumu? Alhamdulillah, tupo salama. Sasa Dosa, mchezo wa national team, timu ya taifa ya Tanzania, una lipi la kuambia mashabiki na Watanzania wote kwa ujumla, hususa tunavyokuwa nyuma kwenye kuisupport timu yetu ya taifa? Nikushukuru sana na nimefurahi sana kuniuliza swala la timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Mashabiki wa Tanzania wako nyuma sana kwenye timu yao. Na leo nitaka niwaambie. Waswahili wanasema mcheza kwao utunzwa. Ni aibu kwa wananchi wa Tanzania hususan kwenye timu yao. Ni fedhea kwa mashabiki wa timu ya taifa ya Taifa Stars kwa timu yao. Leo hii timu yetu inakwenda kwenye maandalizi ya kuelekea kwenye mashindano ya kimataifa. Lakini mashabiki hawana mwamko. Lakini mashabiki hawana kitu chochote wanachokifanya kwa timu ya taifa. Tupo AFCON. Timu yetu iko imara chini ya Imedi Morocco, lakini TFF pia inafanya kazi kubwa sana chini ya Wallace Karia. Lakini bado mashabiki wa Tanzania kwenye timu ya taifa hawako serious na timu yao. Leo mashabiki wa Taifa Stars wako razi waiunge mkono Yanga kwa kiasi kikubwa sana kuliko Taifa Stars. Leo mashabiki wa Simba wako razi wakeshe usiku na mchana kuisupport Simba, lakini sio Taifa Stars. Unajiuliza Simba inatokea nchi gani? Tanzania. Unajiuliza Yanga inatokea nchi gani? Tanzania. Why national team mashabiki wa Tanzania waisupport timu ya taifa? Kuna kauli wamekuwa wakitumia, wanasema Tanzania kichwa cha mwenda wazimu. Tuache kwenye hayo maisha. Tutoke kwenye hayo maisha. Tumeshaka kwenye maumivu makubwa sana ya mpira wa miguu kwenye ngazi ya kitaifa. Lakini hivi sasa chini ya Wallace Karia mara 3 mfululizo tunakwenda AFCON. Bado utakuwa na sababu kutuita sisi ni Tanzania kichwa cha mwenda wazimu? Braza, kuna mataifa makubwa yanashindwa kushiriki mashindano ya AFCON. Kuna mataifa makubwa hayana kiwanja kama kinachomiliki nchi ya Tanzania, Benjamin Mkapa. Lakini unawauliza wako wapi mashabiki wa Tanzania? Unawaambia nini sasa mashabiki wa namna hii? Watoke katika zama zilizokuwepo nyuma, hivi sasa mpira umebadilika na timu ya taifa ya Tanzania inahitaji support kutokana na hatua zenye tumepiga sasa hivi. Neno lako kwa mashabiki wa namna hii? Mashabiki wa Tanzania kwenye uzalendo. Mashabiki wa Tanzania turudi kwenye kuvipenda vya kwetu. Unajua, unajiuliza shabiki anatumia nguvu kubwa sana kuipenda Yanga, kuipenda Simba. Wakati hiyo Yanga na Simba ina wachezaji kutoka Zambia, ina wachezaji kutoka wapi? Kigali na Burundi. Lakini unauliza shabiki huyu anakosa ujasiri,
anakosa nguvu na anakosa na mapenzi ya kuipenda timu ya taifa ambayo wachezaji wake wanatoka Morogoro, wanatoka Tanga, wanatoka Zanzibar, wanatoka na mikoa mingine ya Tanzania. Mimi niwaombe sana mashabiki wa Tanzania. TFF chini ya Wallace Karia imefanya kazi kubwa sana kwenye miaka hii ya karibuni. Mimi nikiwa shuhuda kama mdau wa mpira wa miguu Tanzania, na shuhudia kwa mara ya kwanza Tanzania kushiriki AFCON mara ya 3 mfululizo back to back. Lakini tunakwenda mara ya 4 tukiwa kama wenyeji wa Tanzania kwenye mashindano ya AFCON msimu huu. Mashabiki wa Tanzania tujitokeze kwa wingi sana kuipambania timu yetu. Mashabiki wa Tanzania tujitokeze kwa wingi sana kuhakikisha tunawapenda wachezaji wetu wazawa. Akiwa Yanga mpende akiwa Taifa Stars. Tunampenda Jobu akiwa Yanga. Basi tumpende akiwa Taifa Stars. Tunampenda Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe akiwa Simba. Si ndio? Tunampenda Kapombe akiwa Simba. Basi tunawaomba wa Tanzania tuwapende wachezaji hawa wakiwa kwenye national team. Ni timu yetu ambayo tunajua hatufanyi vizuri kwenye mashindano hayo. Lakini niwaambieni, hakuna timu ambayo inafanya vizuri kwenye ukanda wetu wa Sekafa kama Tanzania. Kama Tanzania ni miongoni mwa mashabiki ambao wamezungumza kwa hisia kali mchango wake kwenye mpira wa miguu, kusemea mpira wa miguu unaonekana hivi sasa. Amezungumza kwa hisia kali. Dosa Mwigulu hivi sasa tunaweza tukamuita hivyo. Bwana tajiri anakusalimia. Na tukitia nukta kwenye national team na tukiugusia baadhi ya nyota wawili watatu. Bwana kiwango cha Elie Mpanzu kibisa wala kimeonekana kuja juu zaidi. Na ipi hususa kadri mechi zinavyozidi kwenda. Tupo kwenye majukumu ya national team. Tupo kwenye majukumu ya timu ya taifa. Na mimi niwaombe wanahabari. Mpaka tunamaliza mashindano ya kimataifa. Basi naomba nsiulizwe habari zozote kuhusu Yanga kuhusu Simba. Ameruka hivyo, bwana tajiri anakusalimia. Nimesema tupo kwenye mashindano ya national team. Naomba nisiulizwe lolote kuhusu Yanga. Lakini sasa kuna namna anakufurahisha Mpanzu namna venye anacheza. Nimesema naomba nisiulizwe lolote kuhusu Simba. Wala nisiulizwe kuhusu Mpanzu, wala nisiulizwe kuhusu Pacome Zouzoua. Naheshimu wote ni wachezaji wakubwa kwenye bara la Afrika. Lakini si umeona venye anacheza. Okay, Dosa, shukrani sana na nikwambie tutajie na kusalimia. Bwana nikupongeze sana Waziri wa Fedha. Bado unaendelea kusema request yako inanifanya nisilale. Request kwa wale wasiosoma sasa unashindwa kuelewa. Niweke vipi kwenye lugha ya Kiswahili? Lakini nimesema kitendo cha Waziri wa Fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kunifuata kuniomba urafiki kwenye mtandao wangu wa Instagram ni jambo ambalo linanifanya nisilale. Na mimi nikuombe Mungu waziri. Moja natambua kwenye ile mitano tena utakuwepo. Lakini kama vile Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan alivyokuamini kuwa waziri wa fedha, wana Singida wanakuamini kuwa mbunge wao. Wana Singida wanakuamini kuwa mbunge wao. Bana hii ni M15 na tulikuwa tukizungumza hapa maeneo ya makumbusho na shabiki mkubwa mdau wa mpira wa miguu Dosa Mwigulu hivi sasa akiitwa hivyo. Bana nikwambie tu langu jina ni Jiva Osman kutokea hapa makumbusho linapopatikana tawi la Young Africans chini ya Captain Kizinga. Sina ziada na bye bye mpaka wakati mwingine na sign out na bye bye.